Habari za leo wana Kibosha, habari za leo wana Mapinga. Ni mimi tena mwenyekiti wenu, majina yangu ni Shabani Rashid Athmani, mwenyekiti wa kitongoji cha kwa Kibosha. Ndugu zangu, tunakumbuka kuwa tuliwapa ahadi ya kwamba tunakwenda kukarabati barabara ya kutoka kwa Kibosha stendi kwenda Mapinga sekondari katika eneo korofi zaidi lililokuwa na madimbwi makubwa na maji mengi yakipita hapo. Tukasema mahala hapo tutaweka zege kwa urefu wa mita 100 ili kukomesha kabisa changamoto ile iliyopo mahala pale. Ndugu zangu, kwa michango yenu, kwa nguvu zenu, mmechangia watu mbalimbali. Asanteni, tutaja majina yenu kwenye grupu, ambapo tumefikia ujenzi wa takriban 40%. Na sasa tunakwenda awamu ya pili ya ujenzi wetu. Tunakwenda kukamilisha ujenzi tena wa 40%. Na tayari leo tumepokea mchango wa BRC measure zenye urefu huo wa mita 60 na upana wa futi 8 kukamilisha hiyo 40% nyingine. Ndugu zangu, mpango wetu katika awamu ya pili twende tukakamilishe kabisa 40% nyingine na hatimaye isalie 20% ambayo insha Allah tutakamilisha tena wiki ijayo, kuhakikisha ndani ya huu mwezi tunamalizana kabisa na hii changamoto. Ndugu zangu, katika kuelekea zoezi hili tumepokea michango mbalimbali kwa ajili ya awamu ya pili. Mama yetu Mama Tarima ametuchangia 500,000 kwa ajili ya ujenzi wa barabara awamu ya pili. Lakini kaka yangu Fabian Msala ametuchangia dola za Kimarekani dola 200, na kaka yangu Hamadi ametuchangia dola 200. Jumla inakuwa ni dola 400 ambayo ni sawa na milioni 1 almost na 40,000. Kwa hiyo sambamba na hayo, wadau wengine wameahidi kuchangia mbalimbali, wakiwemo watu wa The Halls na wengineo pia. Nichukue nafasi hii kutoa wito kwa wanakibosha kujitoa kwa dhati kurekebisha maeneo yetu, ikiwa ni mchango kwa nchi yetu. Ndugu zangu, maendeleo ya wana mitaa, wana vijiji na vitongoji yana uwezo wa kuletwa na wananchi wenyewe, na wajibu wa katiba kufanya hivyo. Katiba imeeleza wazi kwamba na imetupa nafasi ya sisi kujiletea maendeleo wenyewe. Serikali yetu inaendelea kufanya vizuri, haswa serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya makubwa mengi na mazuri mno. Inaleta fedha katika miradi ya maendeleo mbalimbali. Vidimu vya barabara za mtaani kwetu, hatuwezi kusubiri serikali kuja irekebishe. Tujitoeni wenyewe kurekebisha. Barabara ni za kwetu, ni za mitaa yetu, za kuingia katika mageti yetu. Hatuna sababu ya kusubiri dimbwi ambalo tukiliacha mtoto wetu atakwenda kulichezea hilo dimbwi na kuleta madhara makubwa kwa afya yake, kama vile magonjwa, chocho, kipindupindu na mambo mengineyo. Kwa muktadha huo, tuamue kuchukua hatua wenyewe za makusudi. Pale palipokuwa korofi kuliko, tunachangishana. Palipokuwa korofi wastani, pia tuchangishane. Watu wa mtaa husika, tufanye maendeleo yetu sisi wenyewe. Na mimi mwenyekiti wenu nipo flexible, napatikana wakati wote. Njoo ofisini tuyajenge, twende kwenye mtaa kwa mtaa tukayatengeneze, tushangishane kwa pamoja, tufanye sisi wenyewe. Kwa ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuwaomba tuchukue barabara hii kuwa ni kielelezo ya kwamba wana mitaa tukiamua tunaweza. Hivyo tuchukue uwanja wa mpira kama case study. Nyinyi mashahidi, uwanja wetu wa mpira pale umekaa takriban miaka 10 hauchezeki. Miaka 5 ya awali ilikuwa unachezeshwa kwa vipindi. Miaka 5 iliyoisha au kuchezeka kabisa. Tunazungumza sasa, tumeukarabati kipindi hiki cha masika, lakini tunashuhudia watu zaidi ya 1,000 jana wamekuja kuangalia mpira pale. Ni raha kweli kweli. Maana yake ni kwamba uwanja sasa unachezeka. Jitihada zile tumezifanya sisi wana mtaa, wenye watoto ambao kimsingi wanacheza. Na kufanya kwa ajili ya nchi yako ni sehemu ya kuipenda nchi yako. Nani apende nchi yetu kama sisi wenyewe? Tufanye kwa dhati kuipenda nchi yetu, tuiunge mkono serikali yetu. Lakini hapo nyuma kulikuwa na michango mengi kwenye mashule ya sekondari, kwenye vitu mbalimbali. Sasa hivi michango hakuna almost. Daktari Samia anafanya makubwa. Hasa haya ya mtaani kwetu pia tusubiri central government? Hapana.
ya mtaani kwetu ni saizi yetu. Tutalalamikia makubwa ili serikali ijiturekebishie, madogo saizi yetu tuyafanye. Kwa ni waombe wana Kibosha, tuendelee kushirikiana kutimiza wajibu wetu katika kuleta maendeleo yetu. Tayari leo tumeshusha DRC Measure, tunakwenda kununua sementi kwa michango ambayo tunayo. Tunasubiri michango mingine tupate kokoto, tupate na vifaa vingine vya ujenzi, tuongeze kidogo hela kwa ajili ya mafundi, mchakato uanze mara moja. Tunategemea Mungu akipenda. Tulitamani tuanze Jumatatu ya leo, kutokana na mazingira nadhani itakuwa ngumu. Kwa hiyo na kuna masikukuu katikati, tutaanza rasmi gurudumu hili, tutaanza rasmi jaramba hili Mungu akipenda Jumamosi au Jumapili, tunaendelea na mchakato huu. Kwa ni waombe wana Kibosha, muunge mkono kazi hii nzuri kabisa. Tunawapenda sana, tuko tayari kuwa wawazi kwenu, tuko tayari kuwawajibikia. Changamoto zenu zileteni ofisini, tuko tayari kuzibeba, tuko tayari kuzikabili. Asanteni, asanteni, asanteni. Tunawashukuru sana.